Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama huja subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba ya WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Ni kualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 8 ni lango la macho ya kuona fursa ambazo wengine hawazioni. Macho yako lazima yatiwe nuru ili uweze kuona fursa zingine ambazo wengine hawaoni. Na kati ya vitu ambavyo watu wengi hawajui na hawajui kuviombea ni macho yako kutiwa nuru, kuona mambo mengine ambayo wengine hawaoni. Yaani Mungu afumbue macho kuona mahali ambako wengine hawaoni. Watu wengi waliofanikiwa walipata neema ya macho kufunguka. Ninafundisha masomo mazito kidogo ambayo naamini ukiyajua yatakupeleka kwenye kiwango kikubwa sana. Macho ni
yanakupa wewe kuona mahali ambako wengine hawaoni. Yaani mahali ambako wengine hawaoni, wewe utashangaa unaona. Watu ambako hawaoni sehemu hiyo kama kuna fursa, wewe unaanza kuona fursa, alafu unakuwa wa kwanza kutajirika. Mtu ambaye aliwahi kuona sehemu fulani nzuri akaweka biashara, kabla watu wengine hawajaona, aliuza sana zaidi ya watu wengine. Umeelewa? Ni kwamba alichofanikiwa ni macho yake ya ndani, macho yake ya kiroho yaliweza kutiwa nuru na akaona. Wengine walikuwa wanapita na mtu ameshtuka tu kaweka biashara kwenye eneo, basi amefanikiwa kwenye ile eneo. Ni kwa sababu amefanikiwa kufanyaje? Amefanikiwa kuona. Sasa kuna macho ya aina mbili. Kuna macho ya rohoni, kuna macho ya kawaida. Macho haya yote yanaendana pamoja. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza na mstari ule wa 17, Biblia inasema, Waefeso 1:17, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo. Umeona? Macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Yatiwe nuru. Sasa nuru anayozungumza, anasema macho ya mioyo yenu. Kwa hiyo kwenye moyo pia kuna macho. Sasa hapo tunazungumza macho ya roho, na macho haya ya roho yanahitaji kutiwa nuru uweze kuona kiroho, uone, ili uone mahali kwingine wengine hawaoni. Kuna maombi makubwa ya kuyaombea macho ili macho yako yaweze kuona. Yaani lazima uyaombee macho yaweze kuona. Mwambie Mungu, na macho haya unayaombea na unayatolea sadaka kabisa. Unaambia Baba, naomba ufungue macho yangu. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura 21 utaenda kuona habari pale za mtu mmoja ambaye alikuwa ana mtoto, na mtoto wake alikuwa amefika mahali, mtoto wake alikuwa amefika mahali anataka kufa, na Mungu akamfumbua macho naye akaona. Ngoja tusome vizuri kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura 21. Huyu ni mke wa Abraham. Anasema Ibrahim akamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiliba cha maji, akampa Ajili, akamwita, akamchika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba, na yale maji yakaisha katika kiliba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akamkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa, akakimbilia, akapaza sauti yake, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Ajili kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Ajili? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Mstari wa 18 akamwambia, ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwake, kwa kuwa nitamfanya kwa taifa kubwa. Mstari wa 19, Mungu akamfumbua macho. Sema, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Umesikia? Mstari wa 19, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Sasa unaweza kuona huyu ni Ajili. Wameenda, wamefika jangwani, na hilo jangwa wamefika, Biblia inasema maji kwenye kiriba yameisha.
na hakuna namna nyingine ya kupata maji, lakini mbaya zaidi, ajili ya kuwa na macho. Kijana akaanza kumlilia Mungu. Mungu akasikia sauti ya kijana, akaenda kumwambia Hajiri mama yake. Mungu alibidi, alichokifanya Mungu ikabidi amfumbue macho ili aone mahali maji yalipo. Kumbe unahitaji kufunguliwa macho yako ili uone maji mahali yaliko. Unaweza kufa na njaa bure, unaweza kuishi maisha magumu mwaka bure, unaweza kuishi, kumbe wenzako wamepewa macho, wanaona mahali kengine hawaoni. Kumbe walifanikiwa macho yao kufunguka. Mungu akafumbua macho ya Hajiri, akaona kiriba, akaona kisima, akamfumbua macho. Umeona? Akamfumbua macho, akaona kisima cha maji. Kumbe na wewe unaweza kufumbuliwa macho. Umekuwa unatembea, kumbe ni kipofu, macho yako ni kipofu, hayaoni fursa, hayaoni. Ndio maana kila mwaka maisha ni yale yale, kila mwaka upigi hatua. Wenzako wenye macho wanaona, wanafumbuliwa, wanaona sehemu ya fursa, wanaweka fursa, wanafanikiwa. Wenzako wanaona fursa iko sehemu, macho yao yameshaona fursa iko kwenye biashara fulani, wameshaona tayari, wanaenda, wameshaona fursa iko mahali fulani. Wewe upo hapo na auoni na una macho. Kumbe unahitaji kufunguliwa macho yako mwaka huu 2026. Na nataka nikwambie hivi, kama unataka upate hii macho, nataka uchukue sadaka yako, na hii sadaka tunaenda kuiombea. Macho yako inaenda kufumbuka, Mungu anaenda kufumbua. Utaanza kuona fursa, utaanza kuona fursa, na mwaka huu lazima uwe tajiri katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Glory to Jesus. Wewe ambaye unataka Mungu akufumbue macho, nataka inua mikono yako miwili na umegusa hiyo sadaka. Kamata hiyo sadaka, sema Baba yangu, katika jina la Yesu, leo nimeisikia sauti yako katika mlango wa 8. Baba, nimesikia kwamba macho ni mlango wa kuona mahali wengine hawaoni, wa kuona fursa zilizojificha. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, ninatamka leo kwa damu ya mwana kondoo, macho yangu ninaomba yafungue Baba, kwa sadaka hii Baba, yafungue macho yangu ili niweze kuona mahali wengine hawaoni, nione biashara za kufanya mahali wengine hawaoni, nione mahali pa uwekezaji mahali ambako wengine hawaoni, ambao utakuwa ni fursa kwangu, ambao utakuwa ni fursa kwangu mwaka huu, kuyafungua malango ya kufanikiwa. Robo sandarama koria basaka re sandarama korabashaka. Kamata hiyo macho, anza kuyaombea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakamata macho ya kijana, macho ya mama, macho ya baba, macho ya bibi huyo, kwa jina la Yesu. Baba, nafungua macho yake aweze kuona. Baba, naomba ile neema ambayo aliachilia kwa ajili macho yake akafunguka, akaanza kuona. Baba, natamka katika jina la Yesu, ile neema iliyofumbua macho ya ajili, fungua macho ya mama huyo, fungua macho ya baba huyo, fungua macho ya kijana huyo, fungua macho ya binti huyo, rikandaraba sata. Baba, aweze kuona fursa ziko nyingi Baba ulizoachilia, lakini macho yake ni kipofu, anatembea lakini haoni. Kwa damu ya Yesu Kristo, roho sandaramakura resatarabakuria resandaramashaka rababasataraba rekandaramashaka. Baba, fungua Bwana, fungua Yesu, fungua Bwana. Resandaramakosha randaramasatata rekarabashaka. Fungua Bwana, fungua aweze kuona fursa. Resataranamasa rabakariabasaka, katika jina Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa nguvu zako, fungua macho yake haweze kuona, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Naomba urudie maombi haya, rudia na kamata hiyo sadaka. Tume sadaka kwa namba yako ya M-Pesa ambayo iko kwenye skrini yako, na utaona Mungu atakayofungua macho yako, utaanza kuona fursa mwaka huu. Ni mlango wako wa kufanikiwa sana. Baada ya kuona fursa utafanikiwa sana. Mungu ataenda kukuinua
Nichukue nafasi kabisa kualika kwenye maombi tunayoendelea nayo ya siku 21. Join pamoja na sisi mishale ya saa 10 mchana na mkono wa Mungu utaenda kuwa dhabiti. Zaidi ya yote ni kualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi Gairo Morogoro nchini Tanzania. Bako watu wanafunguliwa, neema ya Yesu inafunguka. Mungu akubariki sana, kutakia siku njema. Shalom, shalom, shalom.